Ad-darsu thamin, darasa ya 8. Al-haidhu yamna'u ashya'a, hedhi inazuia mambo mengi. Al-haidhu yamna'u ashya'a, hedhi inazuia mambo mengi au vitu vingi. Mtu akiwa katika hedhi hawezi kuvifanya vitu hivyo, hedhi inazuia. Kitu cha mwanzo au jambo la mwanzo akasema as-salatu, swala. Ingekuwa vizuri zaidi angesema as-salata, swala, kuwekea fatha ya ta kuinasibisha. As-salatu, swala. Fala tusalli wala taqdi, haswali mwanamke wala halipi swala. Mwanamke akiwa katika ada yake kuna swala zinampita, haruhusiwi kuswali wala hata kuja kulipa zile swala. Fala tusalli wala taqdi, haswali mwanamke akiwa katika ada yake wala hatolipa swala baada ya kutoharika. Jambo la pili ambalo linazuilika as-sauma, kufunga. Mwanamke akiwa katika ada yake hafungi, amekatazwa yeye kufunga. Fala tasumu walakin taqdi, hafungi mwanamke akiwa katika ada, na lakini atalipa funga baada ya kutoharika. Zile funga zilizompita za wajibu atakuja kuzilipa, kwa maana mwanamke wakati katika siku zake haswali wala hafungi, funga atalipa, swala halipi. Jambo la tatu ambalo linazuilika kwa mwanamke katika ada yake, at-tawafa bilbaiti, kutufu katika nyumba ya al-Kaaba. At-tawafa bilbaiti, kutufu katika nyumba ya al-Kaaba, ndapita kwa nasbu at-tawafa, kufanya tawafu, kuizunguka nyumba ya al-Kaaba. Haruhusiki mwanamke kufanya tawafu akiwa katika ada yake. Jambo la 4, masul mushafi, kugusa msahafu. Mwanamke wa katika ada yake hagusi msahafu. Walakin, na lakini, yajuzu an taqra'ahu, inafaa mwanamke kuusoma huo msahafu biduni masin, pasi na kuugusa. Mwanamke akiwa katika ada yake hagusi msahafu, lakini itafaa kuusoma huo msahafu pasi na kuugusa. Inawezekana kusoma pasi na kuugusa, inawezekana. Anasema mfano qal qira'ati minal jawali, kama vile kisomo cha kwenye simu. Mtu ana simu yake kubwa, simu janja, ndani yake ana msahafu, ana application ya mushafu, akafungua msahafu akawa yeye ameshika simu, lakini anasoma Qur'an. Kwa anasoma Qur'ani pasi na kuigusa. Kinachokataza kugusa huu msahafu, yeye hajagusa msahafu, amegusa simu yake, hiyo yafaa akiwa katika ada yake. Au talbasul qaffazati, imekuja au talbisu, sio bie ba, weka fatha kwenye ba kuna tofauti ya labasa na labisa. Labasa yalbisu, kisha ukisema labisa yalbasu, kwa hili labisa ya kuvaa na kuwa yalbasu kama kuja kwenye Qur'an, wala talbisul haqqa bil batil, wala msichanganye haki na batili. Wala talbi, kuchanganya, wenyewe wanasema kuvunga vunga, hiyo inakuwa kwa labasa yalbisu. Ama ya kuvaa sasa inakuwa labisa yalbasu, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, yalbasuna min sundisin wa istabarak mutakabilin. Yalbasuna min sundusin wa istabarakin mutakabilin, yalba ya kuvaa Kwa aliposema au talbisu, sio hivyo, au talbasu, weka fatha kwenye ba Kwa itafaa mwanamke kuisoma Qur'ani bila ya kuishika Qur'ani hiyo, kuishika msahafu kama vile kusoma kwenye simu. Au talbasu, au akavaa mwanamke huyo alqaffazat, gloves, socks za mikono, watakra'u min almushaf, na akasoma katika msahafu. Tayari ameshatenganisha baina ya mkono wake na msahafu, katikati kuna kizuizi, amevaa zile socks za mikono, gloves, tayari anaweza kushika na kusoma.
haitakiwi kushika moja kwa moja, au mtu akiweka kitambaa chake, leso yake na vinginevyo, asishike mubasharatan, moja kwa moja, ihtiraman lilmushaf, kwa ajili ya kuheshimu na kuutukuza msahafu. Kwa katika mambo ambayo hedhi inazuia kugusa msahafu, mtu anayetaka kusoma Qur'ani atachukua haya mambo aliyotaja, ima asome kwenye simu yake au aweke kizuizi baina mikono yake na msahafu, ave gloves zake, aweke kitambaa, aweke chochote, isiwe moja kwa moja. Hapo taruhusika yeye kuisoma Qur'ani hata ikiwa ndani ya siku zake. Ad-darsu tasi', darasa ya 9, almar'atul haidhu, mwanamke mwenye hedhi, la yajuzu laha tawafu bilbaiti, haijuzu kwake yeye kufanya tawafu kwenye nyumba ya al-Kaaba, kutufu kwenye nyumba ya al-Kaaba. Almar'atul haidhu, mwanamke mwenye hedhi, la yajuzu laha, haifai kwake yeye mwanamke huyo at-tawafu, kufanya tawafu kuizunguka al-Kaaba bilbait, kuizunguka nyumba ya al-Kaaba, haifai kwake yeye kwa sababu haiko tohara. Na tumeona katika vitu ambavyo vinamzuia mwanamke kutufu akiwa katika ada yake. Kwa hiyo haifai mwanamke akiwa katika ada, yeye ni haidh, afanye tawafu kule Maka katika nyumba ya al-Kaaba, isipokuwa kuna hali anataka kuzivua. Mtume anasema illa fi hali dharurati, isipokuwa katika hali ya dharura. Ukishasema dharura, kuna vitu vingi vinavuka katika mambo ambayo pasi na dharura havivuki, lakini ukishasema dharura tu, huo ni mlango mwingine. Sasa illa fi hali dharura, isipokuwa katika hali ya dharura ndio itafaa kufanya tawafu hali ya kuwa yeye ni mwenye hedhi. Hali ya dharura kama ipi? Anasema ka an yas'uba, weka fatha kwenye ba, ka an yas'uba alaiha alintidaru fi makkata hatta tathura. Ka an yas'uba alaiha, kama kupatikana ugumu juu yake. Ka an yas'uba alaiha, kama vile kupatikana ugumu juu yake. Alintidaru, kusubiria. Fi makkata, akiwa katika mji wa Makka. Hatta tathura, mpaka atohariki. Kuna ugumu juu yake kusubiria akiwa katika mji wa Makka, kusubiria atohariki, hilo jambo kwake ni zito, ni gumu, haliwezekani. Na yeye tayari ameshaingia katika siku zake, ada yake, na kuna uzito yeye kusubiria pale masiku ya ada yamalize, atohariki, kisha afanye tawafu. Kuna uzito, hilo jambo kwake yeye haliwezekani. Hapo anaambiwa sasa, nenda ukafanye tawafu hali ya kuwa upo katika ada yako, kwa sababu hii ni dharura. Huwezi kubaki hapa Maka, lazima uondoke, na upo katika hali hiyo, hujafanya tawafu, nenda kafanya tawafu, ni dharura hiyo. Sasa au idha kanat murtabitatan bimaw'idi safar, au atakapokuwa huyo mwanamke murtabitatan, ni mwenye kujifungamanisha, mwenye kujiunga, bimaw'idi safari, na ahadi ya safari. Au idha kanat, au atakapokuwa mwanamke huyo murtabitatan, ni mwenye kujifungamanisha, au za kusema murtabatatan pia inawezekana, mwenye kufungamanishwa, mwenye kuunganishwa. Ukisema murtabata, ukisema murtabitatan, mwenye kujifungamanisha yeye mwenyewe, bimaw'idi safar, na ahadi ya safari, maa majmu'atin, pamoja na kundi la wasafiri. Maa majmu'atin, pamoja na kundi la wasafiri. Tayari yeye ana travel date, wanasema wenyewe, ile siku ya kusafiri ishapangwa, kama ilivyokuwa sasa hivi mtu anaenda, lakini siku ya kusafiri tayari ishapangwa, na anaondoka nao tayari, washajitayarisha msafara wake, na yeye ameingia kwenye hedhi, hajafanya tawafu ya kuaga, yeye hajaifanya, ameingia kwenye siku za kuondoka, tayari msafara wake ushajitayarisha na safari. Anafanyaje? Na yeye ashajiunga na wale, lazima aondoke na wale, ndio wenzake, hawezi kuondoka peke yake. Anafanyaje? Ataambiwa sasa hiyo ni dharura, nenda
ukafanye tawafu, kisha uondoke pamoja na wenzako. Kama ilivyo sasa hivi, huwezi kwenda hivi bure bure hija. So nenda mwenyewe narudi, lazima uingie kwenye taasisi fulani, jumuiyat au muassasat, lazima ujifunge na taasisi fulani. Kwa mtaenda mtapelekwa na taasisi hiyo, na siku ya kurudi pia mshaambiwa, wanayejua tu wa taasisi. Kwa mpata na dharura, siku za kuondoka tayari pamoja na wasafiri wenzako, utaambiwa nenda ukatufu hivyo hivyo na ada yako uliokuwa nayo. Au la tastati'u an tusafira wa ta'uda litatufa, au hawezi huyo mwanamke kusafiri akaenda zake nyumbani, wa ta'uda, na akarejea tena katika mji wa Maka mara nyingine, litatufa, kwa ajili ya tawafu. Hawezi, gharama hiyo hatoipata, aondoke kisha aje tena kwa ajili ya tawafu, haiwezekani. Watu watoka miji ya mbali na gharama ni kubwa. Zikitokea hali kama hizo, anasema mtunzi, fahinaha, basi wakati huo mwanamke huyo, intabihi, fahinaha, basi wakati huo mwanamke huyo, yajuzu laha, itafaa kwake yeye, antatufa, kufanya tawafu, walau kanat haidan, ijapokuwa yeye ni mwenye hedhi. Zikitokea dharura kama hizi, basi anaambiwa yajuzu laha, itafaa kwake yeye, antatufa, kufanya tawafu na hedhi yake, walau kanat haidha, ijapokuwa yeye ni mwenye hedhi, atafanya hivyo hivyo kwa sababu ya dharura. Kwa nini? Liannaha mutarratun lidhalik, kwa sababu yeye ni mwenye kulazimikiwa na hilo. Liannaha, kwa sababu yeye mwanamke huyo, mutarratun lidhalik, ni mwenye kulazimikiwa na hilo, hana namna, lazima afanye tawafu hali ya kuwa yumo katika ada yake, hakuna njia tena. Basi anaambiwa fanya tawafu, atatufu. Lakini ikiwa hakuna dharura, haifai kufanya tawafu mwanamke akiwa katika ada yake. Kisha Sheikh akasema, wa hadha ikhtiyaru ibn Taymiyyah, na kauli hii ndiyo chaguo la Ibn Taymiyyah wa Ibn Uthaymeen, na vile vile ndio chaguo la Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahumullah, Allah awarehemu hao. Kwa maana wao pia wanaona mwanamke akipata na dharura mfano wa hizi, basi anaweza kufanya tawafu na hedhi yake, ndio chaguo lao na wanawachuoni wengine. Thumma qala hafidhahullah, kisha mtunzi akasema, akaingia katika masala mwanamke mwenye damu ya ugonjwa. Sasa damu ya istihadha, akasema almustahadhatu hiya allati yanzilu minha ad-damu waqtan atwala min muddati haidhiha. Mwanamke mwenye damu ya ugonjwa, hiya allati, ni yule ambaye, yanzilu minha ad-damu, inashuka inateremka kutokea kwake damu, ni mwanamke anayetokwa na damu, waqtan atwala, wakati ulio mrefu zaidi, min muddati haidhiha, kuliko muda wa hedhi yake. Anapatwa na kutokwa na damu mwanamke, ana shida hiyo, anatokwa na damu kipindi kirefu kushinda ule muda wa hedhi yake. Hedhi yake ni siku 6, 7, wengine wazidi kidogo, wengine wanapungua kidogo, lakini anapatwa na kutoka na damu ambayo inazidi zaidi ya hapo, wala haikati damu hiyo, ipo kila siku. Anaambiwa hiyo ni damu ya ugonjwa. Sheikh anasema falaisa huwa dama haidhin, basi hiyo si damu ya hedhi, wala dama nifasi, wala damu ya nifasi. Hiyo si damu ya hedhi wala si damu ya nifasi, sio hiyo. Hiyo itakuwa ni damu ya ugonjwa, damu fasadi. Ana shida mwanamke huyo, ana matatizo, na tumeona katika darasa zetu damu hii haimzuilie kufanya ibada wala kuingiliwa na mumewe. Haya ni maradhi kama maradhi mengine. Shekhe akasema walmustahadhatu, na mwanamke mwenye damu ya ugonjwa ambayo si hedhi wala sio nifasi, laha ahkamu tahirat, ana yeye mwanamke huyo hukumu za wanawake waliotohara. Mwanamke mwenye damu ya ugonjwa ambayo si hedhi wala si nifasi, ni damu tu maradhi, damu inamtoka haikati, na ikikata muda mdogo inatoka tena, hayo ni maradhi.
mwanamke huyu hukumu zake ni kama hukumu za wanawake waliotohara, kwa maana atafanya ibada kama wanawake waliotohara. Hakuna ibada inayozuilika kwa sababu ya damu hii ya ugonjwa. Yeye na mwanamke aliyetoharika kutokana na hedhi hawana tofauti yoyote, sababu ni maradhi ya kawaida, ni damu, haimzuilii na ibada yoyote. Anasema Sheikh, fatusalli, ataswali, watasumu, na atafunga, wata'tamiru, na atafanya umra, wata'tamiru, na atafanya umra, wayajibu alaiha, na kutapasa juu yake mwanamke huyo antaghtasila, kuoga josho, antaghtasila, kuoga josho, idha tahurat min alhaidhi, pindi akitoharika kutokana na hedhi. Hii damu hii haitamfanya yeye aoge. Kitakachomfanya yeye kuoga ni kule kumalizika damu ya hedhi. Mathalan, mwanamke anapatwa na damu ya ugonjwa, haikati, kila siku inatoka, ima kwa wingi au kidogo kidogo, ni maradhi, si hedhi wala sio nifasi, lakini ana masiku yake. Ukifika muda kuna damu anahisi inabadilika, yeye mwenyewe anajua hedhi imeanza. Damu hii ya ugonjwa sio sasa hii inayotoka mara hii ni ya hedhi. Anaambiwa ataendelea hapo, atajizuia sasa kutokana na ibada kwa ajili ya damu ya hedhi, na akishatoharika kutokana na hedhi ataoga josho. Hata ikiwa damu ya ugonjwa inaendelea, ataoga kwa sababu ya kutoharika na hedhi. Thumma baqi al-ayami, kisha masiku yaliyobaki, masiku ambayo damu ya ugonjwa endelea kutoka, taghasilu makana dami, ataosha sehemu ya damu, ile sehemu inayotoka damu ataosha. Watatawadda likulli salati, na atachukua udhu kwa ajili ya kila swala. Ataoga josho baada ya kumaliza hedhi, lakini hatooga josho kwa sababu ya damu ya istihadha, la, atajisafisha sehemu yake ya siri, atachukua udhu, ataendelea na ibada zake kama kawaida. Na ikiwa itatoka damu hiyo yumo ndani ya swala, imesamehewa, wala swala haibatiliki kwa sababu hiyo. Thumma qala hafidhahu Allahu ta'ala, yajuzu lilmustahadha, inafaa kwa mwanamke mwenye damu ya ugonjwa, aya atiyaha zawjuha, kuingiliwa na mumewe. Yajuzu lilmustahadha, inafaa kwa mwanamke mwenye damu ya ugonjwa, aya atiyaha, weka fatha kwenye ya, aya atiyaha zawjuha, kuingiliwa na mumewe. Inafaa kwa sababu damu ya ugonjwa, kama vile mwanamke au mwana malaria au mwana kichwa ana kidonda kwenye mkono, haizuilie kuingiliwa na mumewe, basi hivyo hivyo damu ya ugonjwa haimzuilie kuingiliwa na mumewe. Wal afdalu, na iliyo bora zaidi, wal afdalu, na iliyo bora zaidi, taklilu dhalika, kulichechesha jambo hilo. Taklilu dhalika, kulichechesha jambo hilo. Kuchechesha mnajua maana yake, kufanya kwa uchache, ndio maana kuchechesha. Taklilu dhalika, kulichechesha jambo hilo, kulifanya kwa uchache hilo jambo la kuingiliwa. Liwujudi dami, kwa sababu ya uwepo wa damu, kwa sababu kuna damu ya maradhi ya matatizo mwanamke inamtoka. Kweli hakuzuiliwi kuingiliwa, ni maradhi tu ya kawaida, lakini panapendezeshwa na ile kuwa bora, hilo tendo la ndoa kufanywa kwa uchache kwake mwanamke. Kwa nini? Lianna aljimaa, kwa sababu tendo la ndoa yazidu min nazifi dami, linazidisha kuchuruzika damu. Lianna aljimaa, kwa sababu tendo la ndoa yazidu min nazifi dami, linazidisha kuchuruzika ile damu. Ile damu ya ugonjwa ile itazidi kutoka kwa wingi ikiwa jimaa inafanyika kwa wingi. Kwa kinachoshauriwa kwa mume wa mke mwenye maradhi haya, afanye mara chache tendo la ndoa kwake, sababu ana maradhi ya kutokwa na damu. Tendo la ndoa litazidisha wingi wa utokaji wa damu. Mnaelewa? Mnasinzia? Mnaelewa? Kama mmeelewa, basi msio wagumu waume zenu kuongeza wake. Mtu ana matatizo kama haya kisha awa mgumu kweli kweli,
hata kusikia jambo la ukewenza. Uona maradhi, tendo la ndoa kwako ni muda mfupi kwa sababu maradhi yako ni masiku machache, mara kidogo, kisha hakuna mtu mwenye wivu kama wewe. Sasa utaka mumeo ende wapi? Msiwe na wivu sheria hiyo. Ad-darsul 10, darasa ya 10. An-nifasu, nifasi huwa damul khariju ba'da al-wilada. Nifasi ni damu yenye kutoka baada ya kujifungua, katoka kwenye damu ya mustahadha, damu ya mwanamke mwenye maradhi, kaingia kwenye damu ya nifasi. Sasa darasa ya 10 nazungumzia damu ya nifasi. An-nifasu, damu ya nifasi au nifasi huwa damul kharij, ni damu yenye kutoka baada alwilada, baada ya kujifungua mwanamke. Baada ya kujifungua inatoka hiyo damu. Kisha shekhe anasema waqad yakhruju qabla alwilada, na huenda ikatoka damu kabla ya kujifungua, biyaumin, kwa siku moja, au yaumain, au siku mbili. Huenda hiyo damu ya nifasi ikatoka kabla ya kujifungua, siku moja kabla au siku mbili kabla ya kujifungua, lakini kwa sharti ili hisabike kuwa ni nifasi, idha kana ma'ahu talqun, pindi ukipatikana pamoja na damu hiyo uchungu. Idha kana ma'ahu talqun, pindi ukipatikana pamoja na damu hiyo uchungu. Takapokuwa mzazi ana miezi kadhaa 9 na masiku ya makadirio ya madaktari yamefika, akaanza kuhisi damu inamtoka, damu yatoka, lakini hajifungui. Siku imepita, damu yatoka, siku ya pili. Sasa natizama hii damu inotoka, unahisi uchungu? Kama ndiyo, hiyo ni damu ya nifasi. Hata kama hajajifungua, masiku amefika, atakuwa na damu na uchungu anauhisi, hiyo ni damu ya nifasi, atajizuilia na ibada. Ama ikiwa damu inatoka hakuna uchungu, hiyo sio nifasi, atafanya ibada kama kawaida. Naelewa ahkamu nifasi, hukumu za nifasi, mithlu ahkami alhaid bil ijma'. Hukumu za nifasi ni mfano wa hukumu za hedhi kwa makubaliano na mapatano ya wanawachuoni. Ukitaka kuzijua hukumu za nifasi, basi rudi ukazifahamu hukumu za hedhi. Zile hukumu za hedhi ambazo tumetaja hapo nyuma ndio zile hukumu za nifasi. Kisha akasema an-nifasu 40 yauma, nifasi ni masiku 40. Angesema ghaliban, ingekuwa aula, mara nyingi, sio mara zote kwamba nifasi ni siku 40. Kuna ambao wanafika chini ya hapo, wengine wanavuka zaidi ya 40. Kwa ghaliban, mara nyingi, an-nifasu 40 yauma, nifasi ni siku 40 mara nyingi. Illa, isipokuwa idha tahurat qabla dhalik, atakapotoharika mwanamke kabla ya masiku hayo 40. Nifasi inakuwa ni siku 40, isipokuwa atakapotoharika mwanamke kabla ya hiyo 40. Akitoharika kabla ya 40, basi nifasi imemaliza, ataendelea na ibada. Fahinaha, basi wakati huo mwanamke huyo, fahinaha, basi wakati huo mwanamke huyo aliyetoharika kabla ya 40 huyo, taghtasilu, ataoga josho, watusalli, na ataswali. Weka kasra kwenye chini ya shadda, watusalli, si watusalla, watusalli, na ataswali. Wayatiha zawjuha, wayatiha, imekosewa, imeandikwa wayataiha, sio kwa fatha, hiyo ta inapata kasra. Wayatiha zawjuha, na ataingiliwa na mumewe. Nifasi ghaliban ni siku 40. Ikitokea mwanamke katoharika na nifasi kabla ya siku 40, anatakiwa wakati huo aoge josho, kwa maana ajitoharishe, kisha aswali kama kawaida, na kama kufunga atafunga. Wayatiha zawjuha, na mumewe atamuingilia mwanamke huyo kwa sababu ameshatoharika, ni halali kwake. Wala sio sharti kwamba mtu lazima afike 40, sio sharti.
sio kila mwanamke anejifungua afika siku 40, wengine wafika 20 na kadhaa, wengine 30 na kadhaa, wengine wafika 48, wengine 50 mpaka 60 wengine wanafika, na huo ndio ukomo. Kwa kuna wale ambao wanatoharika kabla ya 40 kisha hawafanyi ibada. Ukimuuliza kwa nini 40 hazijafika, unaingia makosani, unaacha ibada, unapata dhambi. Ukitoharika basi ndio umetoharika. Hii 40 ndio wanawake wengi, lakini sio kwamba lazima wote wafike hapo. Wapo wanaofika siku 10 na ngapi, wengine 30 na ngapi, wengine 20 na ngapi, ila 40 ndio wengi. Na inafaa mume kumuingilia mkewe akamchukua kwao akaenda naye kwake. Kuna baadhi ya wazee wana itikadi mbaya au baadhi ya makabila humchukui mke ikiwa hajafika siku 40, humchukui. Ni jambo baya kabisa, ni jambo lisilofaa, ni kuidhulumu haki ya mume. Mume ndio mwenye haki kwa mkewe, aweza kumchukua akampeleka kwake hata kama hajamaliza nifasi, rudi nyumbani, na mke ana haki ya kurudi nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu mumewe kamwamrisha. Atenda malizia siku zake za nifasi huko nyumbani, sababu ya amri ya mume. Sasa leo amzuia binti yako aliyeolewa asiende kwa mumewe hali ya kuwa ametoharika, kwa sababu tu ametoharika siku ya 34. Haiwezekani amalizie 6. Hilo ni jambo baya. Huko ni kuidhulumu haki ya mume, ni makosa. Thumma qala Sheikh hafidhahullah, kisha Sheikh akasema idha tahurat fi fatratil 40, atakapotoharika mwanamke ndani ya kipindi cha kuendea masiku 40. Idha tahurat, zingatia hapa, pindi akitoharika mwanamke fi fatratil 40, ndani ya kipindi cha kuendea masiku 40, yani ndani ya nifasi anaendea masiku 40. Sasa yumo ndani ya nifasi yake anatafuta siku 40, bado haijakata nifasi. Ndani ya kipindi hiki akatoharika mwanamke, thumma raja'a damu, kisha damu ikarudi, akatokwa tena na damu, fahiya nifasu, basi damu hiyo ni nifasi. Mwanamke yumo ndani yale masiku 40, hajakamilisha, akaona kama vile damu imekata fulani hivi, akaona subiri nijitoharishe, mara damu ikarudi tena siku ya pili. Je, hii damu iliyorudi itakuwa ni nifasi au nifasi ilishakatika juzi akajitoharisha? Ikiwa ni ndani ya 40, anaambwa hiyo bado ni nifasi, ataendelea kujizuia na ibada. Ndio maana atakapotoharika mwanamke ndani ya kipindi cha kuziendea siku 40, siku 40 hazijakamilika, akaona kwamba ametoharika, damu imekata, thumma raja'a damu, kisha damu ikarudi ikaanza kutoka tena ndani ya kipindi hicho, fahiya nifasu, damu hiyo ni nifasi, na hukumu za nifasi zitathibiti katika damu hiyo. Kisha anasema idha tawaqqafa damu. Sasa zingatia na hapo, usije ukachanganya na masala ya juu. Idha tawaqqafa damu, pindi itakaposangaa damu. Idha tawaqqafa damu, pindi itakaposangaa damu, kwa maana ikasimama, imekatika, haitoki tena. Fil 40, katika masiku yale 40. Fil 40, katika masiku yale 40. Pengine kafika siku ya 40, 39, 42, katika zile siku za 40 damu imekata, imesangaa. Wabaqiyat sufratun wa qudratun, na yakabakia maji ya umanjano na maji ya uchafu, anatoka na maji ambayo si masafi, au anatoka na maji yana umanjano, lakini ile damu ya nifasi imeshakatika, fahiya nifasu, umanjano huo na uchafu huo nao ni katika jumla ya nifasi. Ataendelea kubakia katika hukumu za mwanamke mwenye nifasi. Amefika siku 40, lakini ameshaona kama vile damu imekata, na leo ndio siku 40, 41, 38, 39, siku zazungukia humo mwishoni, damu imekata, lakini akaona kuna maji ya umanjano au maji ya uchafu yanatoka. Sasa baada ya kukata damu, anaambiwa haya maji haya yaliyoungana baada ya kukata damu yametoka,
ni katika jumla ya nifasi. Usitoharishe kwanza, yasubirie maji hayo yamalize yakate. Lianna tahara, kwa sababu tahara la tadhharu, haidhihiri tahara illa biljafafi, isipokuwa kwa ukavu. Lazima kupatikane ukavu, damu ikate na maji ya umanjano na uchafu pia yakatike, yasiwepo. Sehemu iwe ni kavu, hakuna kinachotoka. Hii ni alama ya kutoharika. Lakini damu imekata, maji ya umanjano na uchafu yatoka, hapa hakuna ukavu, hapa hapajakauka, haya maji yanayotoka nayo katika jumla ya nifasi, ataendelea kubakia katika hukumu za mwanamke mwenye nifasi. Hata kama damu imekata, asubirie na hayo maji nayo yakata. Kama sabaka fil haid, kama lilivyotangulia hilo katika hedhi. Tumeona kwenye hedhi vile vile uchafu na umanjano ukija katika kipindi cha hedhi, basi nao ni katika jumla ya hedhi. Lakini baada ya kutoharika, mwanamke akajisafisha, kimetoka kipande cheupe na ukavu umeonekana, kisha ukaja uchafu na umanjano, hauzingatiwi. Basi hivyo hivyo kwenye nifasi. Wallahu a'lam. Leo tunafikia hapa. Darasa ngapi tumechukua? Darasa 10 Haya. Leo mwendo ulikuwa mdogo na muda pia mdogo. Kwa inshallah darasa zijazo utapata muda mkubwa na mwendo wa kufahamika. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.